Kwa nifuatilia toka siku za nyuma, yani kwa maana ya video zilizopita, nilianza na kuhimiza mambo ya mshikamano au kujaribu kutambulisha mshikamano, kwa maana ya kwamba nini maana ya maisha, nini maana ya sisi kuwako hapa na nini chanzo chetu. Chanzo chetu sisi ni kwenye mshikamano ule wa asili ambao ni nafsi zetu kwa pamoja na nafsi kuu zinaunda kitu kimoja ambacho ndio mshikamano mkuu mmoja. Lakini tunapokuwa tumegawanyika katika namna mbalimbali kama hivi, mfano wa kuweko kwenye mwili, sasa kwa ujumla wetu nafsi ziko ndani ya miili, lakini bado lazima tufanye nini? Mshikamano wetu uendelee. Imekuwa kazi ngumu sana kwa miaka chungu mzima. Ndio maana watu tumekuwa tunakwenda tunarudi, tunakwenda tunarudi mara nyingi sana. Mimi kila wakati nakumbuka mambo fulani ambayo nilishafanya siku za nyuma au nilishafanya katika awamu zingine, nakuwa nayakumbuka. Kwa hiyo wakati mwingine naweza nikawa na kueleza jambo na kueleza kwa kumbukumbu hizo za zamani, kwamba hili jambo la mshikamano ni jambo gumu sana, na ugumu wake nataka kuanza kulieleza sasa, kwa sababu imenijia hiyo, nikakumbuka, nikaona ni lazima niweke hewani ili watu wajue kinachoendelea. Hakuna masuala ya mzaha, hamna masuala ya mzaha. Hii ni real, yaani huu ni uhakika, ni ukweli mtupu unaoendelea, sio maigizo. Yaani unaoona kwamba dunia inavyozidi kugeuka na kubadilika, usifikiri ni maigizo na usichukulie poa. Hamna cha kuchukulia poa. Wakati mwinginewe nawiwa na furaha tu ya kuja niongee na nyinyi katika namna fulani tofauti, kwa sababu ni moja ya chakula. Sababu ukikaa vile vile katika namna fulani, sijui hata nisemaje, yani kuna vitu vinakuwa havikuruhusu kwa sababu unakuwa huna sababu. Sijui mmenielewa? Kidogo kidogo mtanielewa mbele ya safari. Haya, shida iko wapi? Shida iko kwenye ile milango ya ufahamu. Milango ya ufahamu tunasema kuna macho, kitu kingine kuna pua, kuna kitu kingine nini, masikio, kuna nini kingine, kuna mdomo, mdomo kwa maana ya ulimi, kitu kingine kugusa. Okay, 1 2 3 4, vimekwisha, viko vitano. Milango mitano ya ufahamu. Hii ndio shida ilipo. Shida ya mshikamano, hatuwezi kupata mshikamano yaani ule wenyewe wa ukweli. Kutakuwa kuna mshikamano tu wa uongo. Watu wanakuwa wanategeana hivi. Anakuja anajionyesha mtu kama yuko kwenye umoja huo. Maana mshikamano ni kama lugha nyingine, ni kama neno lingine, ni kama umoja. Yaani umoja wote ukifanywa na watu mchanganyiko ambao wengine wanategea, wengine wanavizia hivi, wanadanganya wenzao kwamba wako pamoja, lakini ndani yao, kwa maana ya upendo ule unaotoka ndani, unakuwa haupo. Sasa usitegemee umoja wa namna hiyo utakaa imara. Lazima kuna siku utachanguka tu, kwa sababu tayari kuna nyufa zinatokana, ndugu zanguni, na upendo kama unakuwa hujatimia. Ndio maana wakasema hata wewe binafsi, ile safari yako ya kujitambua na kurudi ndani yako, yaani lazima ujipende, yaani uwe na upendo, yaani upendo ule unachanganyika na ujithamini, yaani unachanganyika na thamani, yaani kugundua upendo uliogundua thamani yako, halafu ukagundua vile vile kwamba wewe ni kamili, yaani wewe ni kamili. Kwa hiyo huna namna nyingine ya kuweza kwenda nje yako wewe kwa msaada fulani wa asilimia, pengine hata naweza kusema 80%. Kwa sababu gani? Ile 80%, tena wakati mwingine mpaka 90 unayo mwenye hapo. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia wewe ni nafsi ndani, tunda la uzima. Nishawaambieni hiyo habari. Lakini
ndani huko huko wewe umeungana na mbingu kuu, wewe umeungana na anga kuu, wewe umeungana na hazina kuu, wewe umeungana na nafsi kuu. Kwa hiyo kwa maelezo mepesi yaliyozoeleka kwamba wewe umeungana na Mungu wa kweli. Aya, asilimia 90 hazitoshi ete. Inawezekana 95 nzima unazo wewe, na kama ukitaka kutegemea hizi 5 labda ni za utendaji tu kutokana na mazingira unayoyaona, ndio ile 5%, ili ufanye kazi sasa za utendaji wa kumtukuza wewe ulioko ndani, kufanya utukufu sasa hapa nje. Nafikiri ni 95 asilimia nzima wewe umekamilika kihivyo. Yaani wewe tayari wewe ni muujiza. Unajua mimi napata tabu sana kwa sababu mimi mwenzenu nilikuja hapa mara kadhaa, na kwa uzuri mmoja nimekuwa mimi mwenyewe nalazimisha nataka kuja, kwa sababu nilishaona ugumu wa hiyo safari ambayo nimeipita. Msione hivi msione hivi, yaani mimi nikianza kueleza historia ya maisha yangu sijui ni vitabu vingapi, halafu vile vitabu vitakuwa na vitatofautiana mpaka itafika mahali unasema huyu ni mtu mmoja huyo au kuna watu wangapi hapa? Kwa sababu hakuna namna yoyote ambayo mimi katika maisha haya ya kawaida au kwa namna yoyote ukasema labda kwa lugha ya taaluma, mimi nishapitia taaluma nyingi sana, nishapitia taaluma nyingi kweli kweli mpaka kufika hapa, na nimeshakutana na watu mbalimbali. Ndio maana mimi nikikutizama tu najua kuna watu aina yako wewe nayekutizama, watu kadhaa ambao niliwahi kukutana nao siku za nyuma, yaani katika mwili huu, achana hiyo mwili nyakati zingine, katika mwili huu nasema kuna watu niliona nao kama wewe, na itakuwa vile vile tabia zenu, namna kuongea kwenu, namna kudanganya kwenu, mbombo fulani hivi hivyo. Sasa kwa nini leo nimekuja katika namna wepesi namna hii? Nimekuja katika wepesi, unajua wakati mwingine lazima tuongee katika namna ya kawaida tu, ya kawaida, yaani yenye sura kunjufu kama hivi, ili ni kama tunapumzika. Yaani unajua masomo na yenyewe yakiwa ni ya kugonga sana hivi kila wakati inakuwa tabu kidogo. Kwa hiyo inabidi wakati mwingine tuje katika namna ya kawaida tu hivi, tujilegeze, yaani tujimwaye, tujiachie hivyo. Umeona? Leo ni Jumapili, lakini sina maana kwamba Jumapili ya maana ya kwamba mimi ndio siku ya mapumziko au nini. Mimi utaratibu huo mimi sina. Sema kweli. Mimi utaratibu huo sina. Ninapojisikia kwamba nimeambiwa huko ndani kafanya jambo fulani, ina maana mimi sikiuki, mimi nakwenda nafanya jambo hilo. Wewe ukilichukua kwamba hilo jambo nalofanya ni kazi, wewe ndio unayesema, lakini sio habari yangu mimi. Mimi na utaratibu wangu ambao mimi naongoza kutoka ndani. Kwa hiyo kama kuna mtu anajisikia kwamba anaanza kuongozwa kwa staili hiyo, kwamba hata kama ni siku gani, lakini anaambia bwana, unaonaje wewe ukienda mjini leo? Unakuta kuna kitu kinakusukuma hivi. Alafu unaanza kuona namna utakavyopita kule, mbona ni rahisi nikitoka hapa nikapande basi au hivi mpaka nitavuka pale, nitakuwa nimefika mjini, na nikifika mjini nitaanzia upande fulani hivi namna hiyo. Ukishaona namna hiyo, ujue tayari kuna mwongozo unaongozwa hiyo. Hebu jaribu kufuatilia uone. Halafu ukipoteza usijali, kwa sababu kuna kupimwa vile kwamba je, unafuatilia mwongozo? Maana nakuelekeza namna mimi nilivyoanza kujitambua na kuanza kupewa mitihani kwamba je, nimeshakumbuka vizuri. Kwa hiyo naanza mitihani, unaambiwa nenda mahali fulani, kuna kitu kinakusukuma ndani, unakwenda. Alafu kule sasa unaanza kukosea. Yaani hakuna cha kusema kwamba umetumwa, lakini hata hakuna sababu ya msingi. Sababu ya msingi inakuwekwa, lakini wewe ukifika kule huna uzoefu. Sasa utashindwa kuelewa ule msukumo ulikuwa unamaanisha ukakutana na nini, na vitakuwa mbele yako, lakini huwezi kuvigundua. Na pengine mpaka ukirudi nyumbani ndio unasema
ile safari, kumbe kile kitu nilichokiona pale ndio ilikuwa safari, au wale niliokutana nao. Kumbe wale jamaa, yale mambo mawili matatu, yale maswali nilikuwa napata tabu, wale jamaa si ndio wanakuwa wanashughulika na mambo haya. Kwa hiyo ina maana leo ningewauliza wale, ningepata jibu lake. Umeona, imekupita hiyo. Lakini uko kwenye mazoezi, ni afadhali kuwa katika nafasi hiyo ya namna hiyo, au katika ngazi hiyo, kuliko ukiwa huna kabisa, huna msukumo wowote. Yaani wewe huna namna yoyote ambayo umeanza angalau kuaminiwa kwamba uanze kuletewa sasa maagizo au miongozo ya wewe kufanya jambo fulani katika siku za katika masaa ya siku yako fulani husika hivyo. Kwa hiyo hili ndio jambo ambalo nataka nichangie na nyinyi kwamba ukisikia maisha ya kiroho yanakuwaje? Yaani maisha ya kiroho yanakuwa kwamba mtu unakuwa unapata msukumo ndani yako, unaona, unakuelekeza jambo fulani lifanye. Wakati mwingine unaweza kuambia watu, kwa nini usiende hapo nje ukafanya usafi? Au kwa nini usiende ukachukue jembe ukachimbue pale? Unaweza kupata tuta pale. Kupata tuta unaweza kutupa mbegu 2-3 hata kama za maboga. Kwa wale wenye nafasi, tunazungumza wenye nafasi za ardhi. Kwa sababu kuna wengine wamepanga, kwa hiyo unaweza kuwa hata kama umepanga, kama kuna mahali hivi kuna nafasi, unaweza kufanya, lakini kwa faida kwa wengi wanaopanga pale. Ingawa mwisho wa safari watakuwa watu sio waaminifu, watakuwa nakwenda kuchuma ile mboga na hawatakuomba kwa sababu kwanza wanajua wewe sio kwako, au hata yule mwenye nyumba yake anaanza huyu kwenda zake, amepanda mbegu kwangu bwana, nitachuma tu hata bila kuambiwa. Lakini tayari wewe umeshatimiza utii wa kutii ile sauti iliyokuhimiza ndani. Kwa hiyo umeanza mazoezi. Na wale wanaokuchezea wale na wakatumia ile nguvu au fursa zile zilizoziweka mbele yao, wanakuwa na wenyewe kama wanapalilia wewe, kukupalilia wewe. Sasa mbele ya safari utalipwa miaka 3 mingine, kwa sababu utafika mahali utahama hiyo nyumba, kwa sababu wewe umepanga. Utahama kwa sababu gani? Utapata uwezo na tunaweza kusema nini, baraka. Utapata baraka sasa kutokana na ile namna unavyojituma, wakati ukipata msukumo kutoka ndani na kuweza kutekeleza, alafu baadaye inakuwa faida na wengine, bila kujali kwamba wanakuletea ujanja, lakini wewe kwako inakuwa kwa sababu umepata uelewa. Kwa hiyo ndio kujitambua kwenyewe kwamba achana nao hawa, mimi nilichofanya nishatimiza, kwa hiyo mimi nasonga mbele. Alafu kisonga mbele sasa, baraka zile ndio zinafuatana na wewe. Kile unavyozidi kusonga mbele zinakuja mgongoni. Kile unavyofanikiwa hatua moja, ya pili, ya tatu, na hivyo baraka zinaendelea kukufuata hivyo hivyo mpaka ukifika mahali unaona una uwezo wa kununua kiwanja, una uwezo wa kujenga, una uwezo wa kuwa na mahali pako. Sasa unaweza kwenda sasa ukapanda hayo maboga yako uliyokuwa unataka kupanga, au mbegu fulani au mambo mengine chungu mzima, ambayo sasa yatakusaidia wewe vile vile kuwa na namna ya maisha fulani ambayo ishabadilisha, kwamba wewe nyumbani kwako kuna mazingira fulani ambayo mazoea yake yalianzishwa wakati ukiwa umepanga, ukaanza kupanda mbegu, hata kama sio nyumba ya kwako, sehemu fulani unayoona ilikuwa wazi, ulikuwa unapanda. Kwa hiyo leo umepata nafasi ya kwako sasa. Kwa hiyo kwa mafunzo uliyoyapata kule, sasa yanaanza kutendeka hapa katika namna ya faida yako wewe, na mazingira yale yanaanza kubadilika, na wewe maisha yako yanaanza kubadilika. Kwa hiyo kama ulikuwa ni mtu ambaye unaweza ukasema nataka nende nikafanya jambo fulani hapo nje, unakwenda kukutana sasa na nini? Wanasema kwa Kiingereza nature. Kwa hiyo imekana mnayo, ndugu zangu, maisha ni matamu, maisha ni rahisi, lakini upendo na wenyewe ndio unasababisha upendo halisi, ndio unahakikisha kwamba umoja unaweza kudumu. Ina maana kwamba katika namna yoyote ile, kama ni familia, kama ni majirani, hivyo imekana mnayo, ndugu zangu.